Tulia. Ni bora ukaenda kijijini kuliko kuingia ndani ya msitu na vilago. Msitu huu ni hatari sana, utakufa kama alivyokufa mwenzio. Amekufa nani? Mwenyewe nikopo naye. We, ukipa alafu uye. We, leo hile ngiryo we. Nilituma taarifa kijijini kuwa sihitaji mwanakijiji yoyote ndani ya msitu, lakini wao wamekiuka, wameingia ndani ya msitu, tena ni kwa nia mbaya. Wana lengo la kunidhuru mimi. Sasa kwa kuwa wao wamekuja kivita na sisi, kuna haja ya kujibu mashambulizi. Sota, yeyote aliyeingia ndani ya huu msitu haruhusiwi kutoka ndani ya huu msitu. Lazima abaki humu, haijalishi yeye ni nani, kwa sababu wao wameshindwa kuilinda amani, wamechagua vita, na sisi hatutawaacha salama. Kiufupi naweza nikasema kwamba anajali sana usalama wako, wala hakufanya vile kwa hasira. Sio kwamba hakupendi. Naogopa, ila nitajaribu. Sawa, unaweza kuongea naye na atakuelewa, kwa sababu kuna matatizo nyumbani kwenu. Sawa Madini, lakini mpaka sasa siko sawa, kwa sababu kitu nilichokutana nacho kule bado nina maumivu makali sana, na Malkia hajui kinachoendelea. Na siku ile amenipiga na hajui kama mimi sikuwa na kosa. Hajui ni nini kilichonikumba kule njiani. Ndio maana naogopa Mageni. Malkia kwa sasa hayuko sawa, lakini ukienda kumweleza matatizo hayo, nadhani atakuelewa tu, kwa sababu kuna matatizo nyumbani kwenu. Muda mrefu sana hatujaonana rafiki yangu, lakini sawa, sio hayo yalionileta hapa. Kimekuleta nini tena? Kilichonileta mimi hapa ni huyo shangazi yako Loda. Kafanya nini? Loda amekuwa ni mtu ambaye anaingilia mambo yasiyomuhusu. Nachanganya. Mara ya mwisho amenipiga na jiwe kule kichwani. Sio kwamba siwezi kumfanya chochote, kwa sababu namwona ni mtoto mdogo sana kwangu, na ninaweza kumfanya chochote muda wote, saa yoyote, lakini ni kwa heshima yako tu. Kwani shida nini? Amekuwa anapenda sana kuingilia ugomvi wangu mimi na Nana. Lakini shida nini mpaka mnafikia ugomvi wa kiasi hicho? Shida kubwa ni Malkia Nana. Anatumia mamlaka yake kutaka kuniharibia mapenzi yangu.
Sasa Loda anaingilia kwenye huo mziki kana kwamba na yeye anamtaka Kasongo. Naomba kaa naye chini umwambie simuogopi na ninaweza kumfanya chochote muda wowote. Naelewa. Ndio maana nimesema ni mdogo, ndio msamehe. Bado haelewi. Inuka. Malkia wangu. Inuka. Malkia wangu, nyumbani kwetu kuna shida, na hizi taarifa nimepewa toka juzi, ila nilikuwa naogopa kukwambia. Nyumbani kwenu kuna shida? Ndio. Hizo taarifa nani amekupatia? Amenipa rafiki yangu toka juzi. Nenda, ukirudi utaniambia nini kilichotokea huko. Sawa Malkia. Kama nilivyokuambia mwanzo, sishindi kumfanya chochote, lakini naheshimu tu tulikotoka mimi na wewe. Sio kwamba nimeshindwa kumdhibiti, hapana, na kuheshimu wewe. Na ugomvi wa wewe na Malkia Nana imekuwaje mpaka mnagombana kiasi hicho? Hapa ninavyokuambia rafiki yangu, hata sielewi nifanye nini. Lakini Wande rafiki yangu, mbona kuna njia nyingi sana za kudhibiti mtu? Njia nyingi? Ndio, zipo nyingi tu. Kuna njia 3 ambazo unaweza ukatumia kumdhibiti mtu yoyote. Njia ya kwanza ni njia ya kimwili, unaweza ukagombana naye, na njia ya pili ni njia ya maneno, mnaweza mkapigana vita kwa maneno tu. Hapo kuna njia ya 3 ambayo hii haionekani kwa macho ya kawaida. Sawa rafiki yangu, nimekuelewa, nitalifanyia kazi. Sawa. Nagilago Magamba. Kaka Songo. Loda, unafanya nini huko? Niko njiani naelekea nyumbani. Elekea nyumbani? Ndiyo. Na Malkia umemwacha na nani? Malkia nimemwacha nyumbani. Sawa. Nimepata habari zako. Kati yako wewe na Wande mna maugomvi.
Hasa niambie, shida nini? Kaka Songo, mimi sina shida yoyote, ila Wande ndo anayenianza mimi. Sikia nikwambie Roda, ugomvi wa Wande ni ugomvi wake na Malikia, sio ugomvi wako. Kwa hiyo ninachokuomba usiingilie ugomvi wao, sijui umenielewa? Sawa. Si umesema unaenda nyumbani? Ndiyo. Sawa. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepoteza dunia. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Na kama unanihisi, ijibu moyoni. Kama unaniona, niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo. Kaka Songo, mbona wewe uko hapa na wenzio wote vijana hapa kijijini wako msituni? Vipi? Na Malikia akashatangaza vijana wote waende kumtafuta geni, na kuona wewe hapa, au wewe sio kijana hapa kijijini? Ila mambo haya libichwa limekaa tu hivi, kuendesha tu na mapenzi. Unachokwenda kumtafuta huko binti wa msituni, watu wanahangaika huko, lenyewe liko hapa kijijini. Jamani, sijawahi ona jamani mwanaume kuendeshwa na mapenzi. Kumbe anafichwa na Malikia. Jamani, nilihitaji upendo, sasa nina maumivu. Wenzangu wote kwenye hiki kijiji wapo kwenye msitu wa Navirago, wanapambana.
Malkia, umeniita malkia wangu? Ndiyo, nimekuita. Anataka unisikilize jambo moja. Nipo hapa kukusikiliza. Vijana wote wako msituni kwa sasa. Nisingependa usubutu hata kukanyaga eneo lile. Sitaki hata usogelee ule msitu. Malkia, vijana wenzangu wote wapo kwenye msitu, halafu mimi peke yangu ndio nimebaki kwenye hiki kijiji. Unaona ni halali kweli? Swali ni zuri na unajua wajibu wako, ila ni kwa sababu wewe ni muhimu sana. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio, akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Na kama unanihisi, ijibu moyoni, kama unaniona. Kuna lingine? Sawa Malkia, nitazingatia uliyoyasema. Vizuri. Naumia sana, hili jambo linaniumiza kweli kweli, kwa maana najisikia vibaya. Tambua kwamba chochote unachokipanda utakivuna. Acha nikae kama Malkia alivyosema, maana nikivunja amri yake pengine atanifanya kitu kibaya ambacho kitagharimu maisha yangu. Unataka kuniambia kuwa haukupeleka taarifa kijijini? Hapana Malkia wangu, nilipeleka taarifa kwa msisitizo sana. Kama ulipeleka taarifa, sasa mbona wamekuja ndani ya msitu? Bila shaka hii ni amri kutoka kwa Malkia Nana, manake Malkia Nana ni mkaidi siku zote. Kwa kuwa wao wameshindwa kuichagua amani, wameamua kumwaga damu, basi peleka taarifa kuwa yeyote aliyesubutu kuingia ndani ya msitu asitegemee kutoka salama. Nitaua mmoja mmoja, na wewe hakikisha ndani ya msitu hatoki mtu.
ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tupu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepoteza dunia. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake.